Karibu sana mtazamaji wa Zone Media. Jina langu naitwa Victor Moshi. Taarifa kubwa sana ni kwamba Israel imeweza kufanya mashambulizi ya kisasi kwa Wahouthi wa nchini Yemen na kusababisha maafa makubwa, ambapo mashambulizi haya Israel ni hatua madhubuti ya kuweza kulipa kisasi dhidi ya mashambulizi ya Wahouthi wa Yemen kwenye uwanja wa ndege wa Ramon, lakini vile vile katika kambi ya kijeshi ya Negev ambapo Wahouthi waliweza kushambulia siku chache zilizopita. Taarifa inasema kwamba Israel imethibitisha kufanya mashambulizi ya anga katika bandari ya Hodeida, hatua ambayo imesababisha vifo vya makumi ya raia na kuibua ghadhabu kubwa miongoni mwa wananchi wa Yemen. Televisheni ya Al Masirah inayomilikiwa na Wahouthi wenyewe imeweza kuripoti kuwa Israel ilitekeleza mashambulizi 12 siku ya Jumanne likidai kulenga shughuli za kijeshi za Houthi. Jeshi la Israel lilidai mashambulizi hayo yalikuwa majibu kwa kile wanachokiita shughuli za kijeshi za Wahouthi katika eneo hilo. Msemaji wa Wahouthi Yahya Saree alisema kupitia mtandao wa X kwamba mifumo ya ulinzi wa anga ilikuwa ikikabiliana na ndege za kivita za Israel wakati wa mashambulizi yalipoanza. Masaa machache kabla ya mashambulizi, msemaji wa jeshi la Israel kwa lugha ya Kiarabu, Avichai Adrai, alitoa onyo kwa raia: kwa usalama wenu, tunawasihi wote walioko katika bandari ya Hodeida na meli zilizotia nanga hapo kuondoka mara moja. Mashuhuda waliiambia Reuters kwamba mashambulizi hayo yalidumu takriban dakika 10 na yalilenga gati 3 zilizokuwa zikitengenezwa upya baada ya mashambulizi ya awali. Mashambulizi ya hivi karibuni yameua watu wengi katika mji mkuu wa Yemen, Sanaa, na jimbo la Al-Jaf. Jumanne, mamia ya wananchi walikusanyika kuhudhuria mazishi ya waandishi wa habari 31 waliouawa katika mashambulizi ya Israel. Lakini baada ya mashambulizi, waziri wa ulinzi wa Israel Katz alisema kwamba Wahouthi wataendelea kupigwa na kulipa gharama kubwa iwapo wataendelea kuishambulia Israel. Tuangazie taarifa hii kwanza. Israel imeamua kulipa kisasi kwa Wahouthi kufuatia mashambulizi ambayo Wahouthi wamekuwa wakiyafanya kwa kipindi cha takribani wiki nzima. Mlolongo wa mashambulizi mwishoni mwa wiki iliyoisha, lakini mwanzoni mwa wiki hii pia Wahouthi wameripotiwa kufanya mashambulizi mengi katika ardhi ya Israel. Sasa basi, Israel nayo haikuweza kukaa kimya baada ya kuweza kuamua kufanya mashambulizi makubwa kabisa katika bandari ya Hodeida. Lakini kabla ya mashambulizi haya kuna utofauti kidogo ambao jeshi la Israel limeweza kuonyesha, kwa sababu kupitia msemaji wa jeshi la Israel Avichai Adrai aliweza kutoa taarifa kupitia kwenye mtandao wa X kwamba raia wote waweze kuhama haraka katika maeneo ambayo yalikusudiwa kuweza kushambuliwa. Kabla mashambulizi hayo, baada ya kutoa hiyo taarifa, ndipo baadaye wakatekeleza mashambulizi 12 ambayo yalikuwa ya kulenga katika bandari za Hodeida na maeneo mengine, ambapo makumi ya raia waliweza kufariki dunia na kupelekea taswira ya hasira miongoni mwa raia wa Yemen. Lakini vile vile hata jeshi la Wahouthi pia nao wamepata hasira dhidi ya mashambulizi ya Israel. Mtazamaji, nimekuwa nikikuripotia taarifa hizi na kuonyesha ni kwa jinsi gani mzozo huu utakavyozidi kupanuka katika ukanda wa Mashariki ya Kati, kwa sababu ikiwa Wahouthi wanashambulia Israel kwa kuunga mkono raia wa Palestina hao ambao kwa hivi sasa wanapokea kadhia kubwa kutoka katika taifa la Israel dhidi ya mashambulizi ambayo yanazidi kurindima katika ukanda wa Gaza. Hivi sasa Gaza City ikiwa katika operesheni kubwa ya kuweza kuchukuliwa na jeshi la Israel. Sasa basi, Israel haitokubali kuona inazidi kushambuliwa na Wahouthi katika maeneo yake. Kwa kufanya hivyo, sasa Wahouthi watakachokuja kukisababisha baadaye ni kwamba ni kupokea mashambulizi mengi zaidi kutoka katika jeshi la Israel, ambapo shambulizi hili tu limeweza kusababisha maafa makubwa katika ardhi ya Yemen. Mvutano kati ya Wahouthi na taifa la Israel unazidi kuchanja mbuga na kuweza kupanua mabaya yake, ambapo hofu kubwa inazidi kuongezeka kufuatia tu endapo Israel itazidi kuweza kulenga maeneo muhimu ya Wahouthi, lakini vile vile na kulenga viongozi wa Wahouthi katika ardhi ya Yemen. Kwa sababu wiki kama 1.5 iliyopita Israel iliweza kumuua waziri mkuu wa Wahouthi ambaye ni Ahmed al-Rahawi, pamoja na viongozi wengine waliweza kuuawa kufuatia mashambulizi makubwa ambayo Israel iliyatekeleza dhidi ya viongozi wa Wahouthi. Yalichochea mvutano huu kuweza kupanuka zaidi na kuonekana kwamba Wahouthi hawawezi kukubali wao kuonewa na mashambulizi ya Israel, lazima watayajibu.
Sasa unaona kwa sasa hivi hapa Israel kashambulia na kusababisha mauaji katika ardhi ya Yemen. Ina maana sasa Wahuth nao watakuja kufanya mashambulizi makubwa zaidi katika ardhi ya Israel, ambapo walijipambanua kusema kwamba licha ya kulenga katika maeneo yenye vitovu muhimu vya kiuchumi katika nchi ya Israel, mfano uwanja wa ndege Ben Gurion, uwanja wa ndege wa Ramon, vituo vya kijeshi kikiwemo kituo cha kijeshi cha Negev na maeneo mengine, bado Wahuth wataanza kufanya mashambulizi katika maeneo ambayo yanakaliwa na raia katika taifa la Israel. Kama Israel anaua raia wa Yemen, na yeye pia Wahuth, na wao pia Wahuth wanakusudia kuweza kufanya hivyo, ikiwa ni taarifa ambazo zimekuwa zikitolewa na msemaji wa jeshi la Yemen Yahya Saree mara kwa mara, akizungumzia dhidi ya yote ambayo yanafanyika katika ardhi ya Yemen na ardhi ya Gaza, ambapo Israel imekuwa ikiendeleza operesheni zake za kijeshi. Waziri wa ulinzi wa Israel Katz mara kadhaa amekuwa akitoa taarifa kwamba mtu yeyote ambaye ataigusa Israel kwa kuishambulia au kutishia amani na usalama wa taifa la Israel ataweza kushambuliwa haraka iwezekanavyo. Na alijinasibu kwa kusema kwamba vikosi vya jeshi la Israel wakati wote viko tayari kwa ajili ya kuweza kutekeleza operation ambazo zitatishia usalama wa taifa la Israel, lakini zitatishia mipango na operesheni zake za kijeshi katika maeneo kadha wa kadha, ambapo huko wamekuwa wakipambana na maadui zao. Kwa kusema hivyo, waziri wa ulinzi wa Israel Katz anaidhinisha mashambulizi kadhaa chini ya amri ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kwamba afanye operesheni hizo kwa ajili ya kuweza kutokomeza matishio yote ambayo yanajitokeza katika taifa la Israel pamoja na sehemu za mipaka yake, huku kukiwepo na matishio makubwa ya kiusalama katika taifa la Israel kwa hivi sasa, ambapo ikiwa Israel inazidi kutanua mabawa yake kwenye masuala ya kivita katika ukanda wa Mashariki ya Kati, bado mvutano unazidi kuongezeka kwenye upande wa taifa la Qatar, ambapo huko vikao vikubwa vinazidi kukaliwa ili kuweza kuona ni kwa jinsi gani taifa la Israel linakwenda kuwajibika na kuadhibiwa vikali kwa ajili ya kile ambacho ilikifanya katika nchi ya Qatar kushambulia viongozi wa Hamas. Mashambulizi ya Israel katika ardhi ya Yemen yanazidi kupeleka kilio kikubwa kwa raia na wananchi wote wanaoishi Yemen, huku hofu ikizidi kuongezeka pande zote, upande wa raia wa Israel lakini upande wa raia wa Yemen. Na kama kawaida Israel imekuwa ikitekeleza mashambulizi kwa kutumia ndege zake za kivita aina F-35 ambazo zina usahihi mkubwa wa kuweza kufanya mashambulizi kwa lengo sahihi. Mtazamaji wetu, kwa taarifa zaidi ambazo zitajiri kutokana na kile ambacho kinajiri katika uga wa kimataifa, basi nikusihi uweze kuwa karibu na Zone Media wakati wote. Cha kufanya ni kwamba na kuomba uweze kusubscribe channel yetu, lakini kulike video zetu, kucomment pamoja na kushare, ambapo utakuwa karibu na sisi wakati wote dhidi ya taarifa ambazo zinajiri katika uga wa kimataifa. Mimi naitwa Victor Moshi, nikushukuru kwa kuendelea kutuamini na kutuchagua sisi kama Zone Media.